الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل شأن: إن للمتقين مفازا، فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. أما بعد، ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwa ihsani yake na kwa wema wake ametupa upendeleo wa pekee na fursa ya dhahabu ya kutupa pumzi na uhai ili kila mmoja wetu apate kuchuma mambo mema na mambo ya kheri na afanye ibada zaidi kwa ajili ya maisha yake ya kesho akhera. Hii ni fursa adhim. Lakini sala na amali zimwendee mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini kisha Allah awawirie radhi sahaba zake watukufu na kila muumini ambaye atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya kufufuliwa. Nichukue fursa hii adhimu kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kuihusia nafsi yangu kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, Allah bado ametuwafikisha na kutujalia kwamba tuko katika miezi mitukufu, katika miezi ambayo Allah ameelezea utukufu wake. Tuko katika mwezi wa Muharram ambao ni mwezi miongoni mwa miezi minne mitakatifu, lakini kwa kalenda ya Uislamu ndio mwezi wa kwanza katika mwaka wa Kiislamu, na pia ni mwezi ambao ni mtukufu katika miezi mitakatifu. Kutokana na utukufu wa mwezi huu na Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwezi wa Muharram ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuita shahrullahil muharram, ni mwezi wa Allah ambaye ni mtukufu. Wanachuoni wanasema Allah ameunasibisha mwezi huu kwamba ni mwezi wa Allah, mwezi uliokuwa mtukufu, kwa sababu mwezi huu una fadhila zake na utukufu wake. Ndio maana Allah akasema kwamba mwezi huu wa Muharram shahrullahil muharram. Na ndiyo maudhui yangu katika hutuba ya leo, kuelezea fadhila na utukufu wa mwezi wa Muharram. Ikiwa mwezi huu ni mtukufu au mtakatifu, je, Muislamu atakiwa afanye nini katika mwezi huu ili mwezi huu kwa utukufu wake apate fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, isiwe utukufu huu umempita bila kuchuma chochote katika mwezi huu? Akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, afdalu siyam baada Ramadhan shahrullahil muharram, mwezi funga iliyokuwa bora baada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni shahrullahil muharram, ni mwezi wa Allah ambaye ni mwezi mtukufu. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah anasema kutokana na hadithi hii kwamba inaonyesha kwamba funga ya mwezi huu wa Muharram, ambao ndio sisi tuko katika mwezi huu wa Muharram, ni funga iliyokuwa bora kwa fadhila na kwa ujira na kwa thawabu, baada ya fadhila na ujira unaopatikana katika funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kuonyesha umuhimu wa kuifunga hii siku. Kwa nini imeitwa ni mwezi wa Muharram? Ni kwa sababu ni mwezi ambao ilikuwa na mpaka sasa ni haramu kupigana ndani ya mwezi huu. Hata zama za jahilia walikuwa wanautukuza na wanauheshimu mwezi huu, na wao si Waislamu. Kwa hiyo sisi Waislamu mimbabi aula ndio bora zaidi kuheshimu mwezi huu kwa sababu ya utukufu wake. Lakini katika mwezi huu wa Muharram tuelezee kwa nini tunafunga katika mwezi huu wa Muharram. Ni kwa sababu ameamrisha, lakini pia amri hiyo akaitekeleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kufunga yeye mwenyewe, lakini pia akaamrisha sisi umma wake kutekeleza
amri yake ambayo pia ameitekeleza kwa matendo. Katika riwaya ambayo amepokea Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qadima al-Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoondoka katika mji wa Maka akasafiri akaelekea akafanya hijra kuelekea mji mtukufu wa Madina. Fawajada al-yahudu siyaman yaumun ashura, akakuta kule Madina Mayahudi wamefunga, na funga yenyewe ambayo waliifunga ni funga ya Ashura katika mwezi wa Muharram. Kisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza Mayahudi, faqala lahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akawaambia, ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, kwamba enyi Mayahudi, je, hii siku ambayo nyinyi mnaifunga ni siku gani? Alivyoona namna Mayahudi walivyokuwa na hima kubwa na pupa kubwa, na wengi wao wamefunga siku hii, akauliza kwani ni siku gani hii? Kisha Mayahudi wakasema, hadha yaumun adhim, hii ni siku kubwa. Mayahudi waliita hii siku ya Ashura ambayo ni ya tarehe 10 katika mwezi huu wa Muharram ambao tulikuwa nao, wakasema hadha yaumun adhim, hii ni siku kubwa sana, kubwa, ni siku kubwa mno. Wakaeleza kwa nini siku hii ni kubwa, wakasema anjallahu fihi Musa wa qaumahu, Allah alimnusuru Musa na watu wake. Musa alipokuwa ni mtume aliyetumwa na Allah katika mji wa Misri, katika mji ambao mfalme Firauna laanatullahi alayhi alikuwa akiwadhalilisha, akiwatumikisha Bani Israili na kuwaua na kuwadhalisha kwa madhila mengi. Ni siku ambayo Allah alimuokoa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, akawaokoa pia na waumini waliomwamini Musa na waliomfuata Musa alayhi salatu wassalam. Faswamahu shukran, Musa alayhi salatu wassalam alipookolewa pale Firauna alipoandaa jeshi lake kubwa katika jiji la Misri kwa ajili ya kwenda kumuua Musa na watu wake, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa Musa alayhi salatu wassalam pamoja na watu wake, wakavuka salama katika bahari ambayo ilikuwa ni miujiza na itabaki kuwa ni miujiza ila yaumil qiyama, kwa sababu walivuka kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika bahari pale Allah alipomwambia anidhrib bi'asaka al-bahr. Musa alipokuwa amekimbia baada ya kuona jeshi la Firauna limeandaliwa kwa ajili ya kuja kuhilikisha na kuliangamiza jeshi la Musa na waumini wake, akakimbia katika mji wa Misri kwenda kule ambako Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha avuke katika bahari, lakini kwa bahati mbaya hawakuwa na safina wala chombo cha kuvuka bahari. Lakini walipofika katika bahari, walisimama pale, Musa alayhi salatu wasalam, watu wake wakaanza kumlilia na kumwambia Musa, tunakamatwa Musa, jeshi linakuja nyuma, tutaangamizwa, na huku mbele hakuendeki wala hatuwezi kupita katika bahari, kwa sababu hawakuwa na vipando wala vifaa vya kuvuka ndani ya bahari. Kisha Musa akawaambia alayhi salatu wasalam, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, hapana, sivyo hivyo, mimi niko pamoja na Allah, ameniamrisha kuvuka katika bahari na ameniamrisha katika safari hii tutavuka kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Musa aliambiwa piga bahari, akainyanyua fimbo yake, fimbo ya kawaida ya kutembelea na kumsaidia katika mahitaji yake, akainyanyua akaipiga bahari, ikagawanyika njia 12, maji yakasimama, fakana katodi al-adhim, maji yalisimama kama vile jabali au mlima, pakawa ni pakavu. Kwa hiyo njia 12 Bani Israili wakavuka salama. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema Musa aliokolewa na watu wake, wa gharika fihi Firaun wa qaumu. Lakini Firaun alipokuja, alipoona kuwa Musa amevuka salama, akaona kuwa pia na yeye anaweza akavuka, kwamba Musa hana ujanja wowote, naye atavuka salama na atamkamata Musa ili amuue Musa alayhi salatu wasalam. Alivyoingia Musa alayhi salatu wasalam katika bahari akavuka salama, jeshi la Firauna nalo likaja likaingia. Kisha Allah kasema
thumma aghraqna al-akharin, tukawaangamiza watu wengine walipokuja Firauna na watu wake. Kwa hiyo Firauna akaangamia katika siku hii na Musa akaokolewa alayhi salatu wassalam. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mayahudi walivyomwambia hivi kwamba hii ni siku kubwa, ni siku adhimu, ni siku ambayo waliokolewa Musa na watu wake na jeshi la Firauna la watu wake wakaangamia. Fasamahu Musa shukura, Musa alifunga kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fanahanu nasumuhu, na sisi kama Mayahudi tunamwenzi Musa na tunamfuata Musa, basi na sisi tunafunga. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa nahnu aula wa ahaqu bi Musa minkum, kwamba sisi kama Waislamu tuna haki zaidi na ni aula na ni bora zaidi sisi kutekeleza na kumwenzi Musa kuliko nini Mayahudi. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maneno haya, fasamahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa amara bisiyamihi, hadithi ambayo amepokea Imamu Muslim. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe alifunga, lakini akatoa amri kwa umma wake, na sunna hii na sisi tuifunge na tuitekeleze kama alivyofunga, lakini kisha akaamrisha na sisi tufunge. Wa in tuti'uhu tahtadu, ikiwa mtii Mtume sallallahu alaihi wasallam mtaongoka. Wa man yuti'i rasula faqad ata'a Allah, anayemtii Mtume ndiyo amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu, ni sunna kufunga katika mwezi 10 katika mwezi wa Muharram, ambao katika kalenda ya Kiislamu ni mwezi wa kwanza, unaanza kuhesabiwa mwezi katika miezi 12. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna fi dhalika la aya, hakika katika kisa hicho na tukio hilo basi kuna ishara na alama ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana aktharuhum mu'minin, lakini wengi wa watu hawaamini, lakini waumini wanaamini. Hii ni siku kubwa katika mwezi 10 katika mwezi wa Muharram. Sasa ni sunna kufunga. Utafunga vipi katika funga hii ya mwezi 10 katika mwezi wa Muharram? Anaelezea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea ujira, thawabu na malipo ambayo ukifunga kwa siku moja kwa kumwenzi Musa alayhi salatu wassalam, lakini kufuata sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo mpokea Imamu Muslim, hadithi amesimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala, afdhalu siyam ba'da Ramadhani shahrullahi almuharram, funga iliyokuwa bora baada ya funga Ramadhani ni funga ya mwezi Muharram, siku moja tu. Sasa ujira wake na malipo yake na thawabu ni yepi kwa mtu atakayefunga? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Ashura, kufunga siku ya Ashura ambao ni tarehe 10 katika mwezi wa Muharram, mwezi 10. Ahtasibu ala Allah ayukaffiru sanata allati qablahu, kwamba ninataraji, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ninataraji, sio matarajio ambayo mimi na wewe unataraji. Unatarajia inawezekana ikawa au isiwe, lakini Mtume alayhi salatu wasalam akisema ninataraji, ni kwamba anataraji kwa yakini na kwa ukweli, kwamba ninataraji atakayefunga siku moja katika mwezi huu wa Muharram, mwezi 10, atasamehewa madhambi ya mwaka uliopita. Yukafiru Allahu sanata almadhiya, kwamba Allah anamsamehe mja wake aliyefunga siku moja madhambi ya mwaka mzima uliopita. Madhambi yote madogo madogo, kiacha yale madhambi ya kumshirikisha Allah, Allah anayafutilia mbali yote, labda madhambi makubwa ambayo yanahitaji toba. Haya ni malipo na ujira kwa mtu ambaye atakayefunga siku moja. Je, mimi na wewe tuna madhambi kiasi gani? Tutamkosea Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Hakuna aliyesalimika katika kufanya dhambi. Usiku na mchana tutamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini basi tusichukue hii ndio fursa adhimu na fursa kubwa, ukafunga siku moja madhambi madogo madogo uliyofanya kwa mwaka mzima uliopita,
Allah anayafuta na anayasamehe. Lakini pia akaelezea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoambiwa kuwa Mayahudi na wao wanaifunga siku ya Ashura tarehe 10 mwezi wa Muharram, na wao wanafunga, na kuna maagizo yake na maelezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi na Mayahudi ibada zetu tutofautiane na wao. Wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu yawmun tu'adhimuhu alyahudu wan nasara, siku hii Mayahudi na Manaswara wanaiheshimu, wanaitukuza, wanaiadhimisha. Sasa na sisi tukiadhimisha siku hii tutakuwa tufanana na wao? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, fa idha kana al-aamul muqbil insha Allah sumna tasim, basi mwakani tukiwa hai, nikifikia mwakani, basi nitafunga tarehe 9 ili kwenda mukhalafa na kutofautiana na Mayahudi. Na katika mafundisho yaliyokuwa sahihi kwamba iliyokuwa aula na iliyokuwa bora na sahihi zaidi ni kufunga tarehe 9 na tarehe 10. Kwa maneno haya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwaka ulipozunguka, falam ya'ti al-aamul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Mwaka ulipozunguka ikafika katika mwezi wa Muharram, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ametawafu, amefariki kabla kufikia siku hiyo, lakini azma yake ilikuwa ni kuifunga siku ya tarehe 9 na tarehe 10, lakini Allah akumwafikisha. Ikawa kwetu ni mafundisho na maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni sunna kafunga siku ya 9 na siku ya 10. Kwa hiyo ulama wakasema kwamba kwenye kufunga saumu ya Ashura ina sehemu 3. Kwa hiyo kuna kufunga tarehe 9 na tarehe 10. Hii ni namna ya kwanza. Namna ya pili ni kufunga tarehe 9, tarehe 10 na tarehe 11. Na hadithi iliyozungumza kuwa ufunge siku kabla yake na hadithi inayosema ufunge baada yake wanasema kuwa ni hadithi dhaifu, lakini wanachuoni wamependelea kwamba inafaa kufunga pia funga hii. Kwa hiyo ukimwona mtu akifunga pia usimlaumu, lakini pia mtu akifunga siku peke yake ya Ashura pia usimlaumu, kwa sababu Mtume mwanzo alifunga na kuna kauli, lakini iliyokuwa bora zaidi na iliyokuwa sahihi zaidi ni kufunga tarehe 9 na tarehe 10. Hiyo ndio inakuwa aswab, ni sahihi zaidi kwa mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, kwa mafundisho haya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ya Kiyama kuna watu wataenda kujuta kwa kutokufuata na kutekeleza sunna na mafundisho yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani tahattu ma'a rasuli sabila. Kwa hiyo mtu ataenda kujutia tunapokumbushana na kunasihiana kwa kutekeleza sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anapuuzia. Lakini kuna watu wataenda kusema, lau ningelijua ningeifanya njia ya Mtume na mwenendo wake na mafundisho yake kuwa ndiyo njia ya kuifuata, lakini sikuifuata. Leo ningefaulu, nimefeli kwa sababu sikumfanya Mtume kuwa ndio kiigizo changu cha kumuiga na kumfuata. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu, katika mwezi huu wa Muharram tujiepushe na madhambi, tujiepushe na maasiya, kwa sababu ukifanya dhambi katika mwezi huu unalipwa maradufu, kwa sababu ni katika miezi mitakatifu. Lakini pia kadhalika ukifanya jambo jema kadhalika unalipwa malipo ya ziada, kwa sababu ni katika miezi mitakatifu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada zetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuyatekeleza yale ambayo Allah anayapenda na anayaridhia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho uliokuwa mwema. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie nchi yetu endelee kuwa na amani na utulivu, atuepushilie mbali na kila adui ambaye aliyekuwa na nia mbaya ya kusababisha kutoweka kwa amani katika nchi yetu. Lakini tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, hawa aliyowatawalisha ni kwa utashi wake na kwa mapenzi yake na kwa kadari yake, awape hekima na busara ya kuweza kutuongoza kwa utulivu na kwa amani na kwa busara na kutenda haki na kwa uadilifu, ili tubaki salama na ili tufikie lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa utulivu na kwa wasaa. Rabbana atina fid dunya hasana
وفي الآخرة حسنة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات.